Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena siku ya leo. Mungu amekuwa mwema, ametuamsha salama. Niwakaribishe katika kesha la asubuhi ya leo. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mwenyezi Mungu, mfalme wa amani, unayeketi mahali pa juu, tunakuja kwako asubuhi ya leo tukiwa na shukrani nyingi kwa mema mengi makuu uliyotutendea. Asante kwa ulinzi wako, asante kwa uwepo wako katika maisha yetu katika usiku. Umetuwezesha kuiona asubuhi. Sasa Kristo, tunakuja kwako kwa shukrani nyingi, maombi na sifa na neno. Tunakualika uwe nasi. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Karibuni katika somo la siku ya leo, kesha la asubuhi. Leo ikiwa ni Oktoba 15, somo linasema kaida ya ubatizo. Kaida ya ubatizo. Fungu elekezi linatoka Warumi 6 fungu la 4 linasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kaida za ubatizo na meza ya Bwana ni nguzo mbili za ukumbusho. Juu ya kaida hizi Bwana ameliandika jina la Mungu wa kweli. Yesu ameufanya ubatizo kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake wa kiroho. Amelifanya hili kuwa sharti chanya ambalo wote ambao wanatamani kutambuliwa kuwa chini ya mamlaka ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanalazimika kukubaliana nalo. Kabla mtu hajafanya makao kanisani, kabla ya kupata mlango wa ufalme wa Mungu wa kiroho, analazimika kupokea chapa ya jina takatifu, Bwana ni haki yetu. Yeremia 23 fungu la 6. Ubatizo ni kuukana ulimwengu kwa hali ya juu. Wale ambao wamebatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hutangaza hadharani kwamba wameacha kumtumikia Shetani na wamekuwa washiriki wa familia ya kifalme, wana wa mfalme wa mbinguni. Wametii amri, tokeni kati yao mkatengwe nao, msiguse kitu kilicho kichafu, na hadi inatimizwa kwao, nitawapokea na nitakuwa Baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mungu. Wakorintho wa pili 6:17 na 18. Kanuni za maisha ya Kikristo zinapaswa kuwekwa wazi kwa wale ambao wameupokea ukweli. Hakuna wanaoweza kutegemea kukiri kwao imani kuwa uthibitisho kwamba wamekuwa na uhusiano uoko wao pamoja na Yesu. Hatuwezi tu kusema naamini, bali kufanyia kazi ukweli. Ni kwa kukubaliana na mapenzi ya Mungu katika maneno yetu, mwenendo wetu, tabia yetu, ndipo tunathibitisha muunganiko wetu na yeye. Wali wowote mtu anapoikana dhambi ambayo ni uasi wa sheria, maisha yake yataletwa katika makubaliano na sheria katika utii mkamilifu. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Nuru ya neno inapochunguzwa kwa uangalifu, sauti ya dhamira, jitihada ya Roho huzalisha moyoni upendo wa kweli kwa Yesu ambaye alijitoa kuwa kafara kamilifu ili kumwokoa mtu mzima kabisa, mwili, nafsi na roho. Na upendo unadhihirishwa katika utii. Mstari wa utengano utakuwa dhahiri kati ya wale wanaompenda Mungu na kuzishika amri zake na wale wasiompenda na kuzipuuza amri zake. Wakristo wa kike na wa kiume walio waaminifu wanapaswa kuwa na shauku kubwa ya kuzileta nafsi zilizoongoka kwenye utambuzi sahihi wa haki katika Kristo Yesu. Hawapaswi kupuuza mafundisho ya uaminifu, ya upole na ya upendo ambayo ni muhimu sana kwa waongofu wachanga, ili kwamba kusije kukawa na kazi ya shingo upande. Uzoefu wa awali kabisa unapaswa kuwa sawa. Kwa njia ya kushirikiana na wale wampendao na kumcha Mungu, watapokea imani. Kaida ya ubatizo. Mwandishi katika somo la leo anatukumbusha namna ambavyo Yesu Kristo anatamani kufanya muunganiko na watu wake, akitumia kielezo hiki cha ubatizo. Namna ambavyo mtu anapobatizwa anakana maisha ya zamani, anauvua utu wa kale na kuvikwa utu upya, na ndiyo maana ubatizo unafananishwa na kifo. Ni ishara ya kufa na kufufuka. Unaifia dhambi, unaiacha dhambi, lakini pia unaamka katika upya wa uzima. Na ubatizo pamoja na meza ya Bwana, mwandishi ametuonesha namna ambavyo ni nguzo mbili za ukumbusho ambazo Yesu Kristo alituachia.
swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza, je, bado ninatembea katika viapo vya ubatizo nilivyobatizwa navyo? Kumbuka tulipokuwa tukibatizwa tuliapa, sitakula vyakula najisi, sitavunja sabato, sitafanya hiki, nitatembea kama Bwana alivyosema, sitajihusisha na kulima, kuuza madawa ya kulevya, nitampenda Mungu, nitasoma neno. Ni vitu ambavyo mwandishi anatukumbusha siku ya leo, kuwa waaminifu na kuwa na shauku kubwa ya kuzileta roho nyingine kwa Kristo ili ziweze kumpokea kwa njia ya ubatizo. Mungu akubariki asubuhi ya leo unapoendelea kutafakari ujumbe huu muhimu na mahususi katika maisha yetu, maana kwa njia ya ubatizo ndipo tunakuwa na muunganiko, tunaungana na familia ya mbinguni. Mungu akubariki na abariki somo hili kwa jina la Yesu. Amen. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya somo hili. Asante kwa kutukumbusha wajibu tulio nao kama wanadamu katika ulimwengu huu wa dhambi, ya kwamba tunapaswa kuoshwa tunapotaka kufanya muunganiko na wewe. Sisi ambao tumekwisha kubatizwa tayari, tuimarishe kutembea katika mwito wa ubatizo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lakini wale ambao hawajakujua na kupokea, wewe tunaombea asubuhi ya leo, neno lako linaposikika maredioni, katika televisheni, watu wako wanapohubiri nyumba kwa nyumba, kwa njia ya vitabu, magazeti na vijizuu, kajifunue kwao, watu wako hao nao walipokea neno lako, wajitoe na wabatizwe. Acha asubuhi ya leo ikaweze kuwa yenye ushindi. Mbariki msikilizaji anayetufuatilia kutoka sehemu mbalimbali. Amani yako na itawale na iamue mioni mwake, katika familia, katika kazi na kila kitu anachofanya, kwa jina la Yesu. Amen.